Hali ya maisha ya vijana, hali ya maisha ya Watanzania ikoje kwa wakati huu? Hali ya uchumi wa taifa letu sio kisiwa. Tunapozungumzia taifa letu, maana yake tunazungumzia hali ya uchumi wa dunia kwa sasa. Dunia imepita kwenye vipindi vingi na vipindi vyote vimekuwa vikifanya kuwa na uchumi usio imarika au uchumi ambao sio stable. Lakini tukija kwetu Tanzania tumepita vipindi vingi pia kipindi hiki na vinaweza kutufanya uchumi wetu tusiuseme moja kwa moja kama unashuka au unaimarika. Hali ikoje kwa wakati huu? Kwa hiyo hali sasa hivi si mbaya wala si nzuri, ni iko katika hali ya kawaida ya uchumi. Uchumi uko unajitafuta. Dola, shilingi inaimarika, supply inaongezeka na kupungua kutokana na mzunguko wa uchumi wa dunia. Kumekuwepo na malalamiko ya kupanda kwa gharama za maisha. Hali ya maisha wa Tanzania ni ngumu. Wewe kama mchumi, tathmini yako ni ipi kuhusu hali ya maisha ya mwananchi mmoja katika taifa hili? Hali ya maisha ya mwananchi mmoja katika taifa hili hawezi kuisemea moja kwa moja, kwa maana kila mwananchi kuna namna ambavyo anaishi uchumi wake. Lakini ukigeneralize kwa kuangalia GDP yetu utagundua uchumi wetu unapanda, haushuki wala haukai sehemu ile kila wakati. Uchumi wetu umekuwa ukipanda na ukiimarika. Na vitu vinavyoimarisha uchumi katika vipimo vyake kwanza ni huduma ambazo mwananchi mmoja anazipata, basic needs zake. Je, huyu mwananchi anapata huduma ya afya? Huyu mwananchi anapata elimu? Huyu mwananchi ana maradhi ya aina gani? Analala wapi? Na huyu mwananchi anakula milo mingapi? Sasa ukiviangalia vyote hivyo, ndio mwisho utakwenda kwa conclude kwa kuangalia kwamba uchumi wa mwananchi mmoja ukoje. Sasa ukienda kwa ngazi ya chini kabisa ya kuangalia huduma za afya, huduma za elimu, huduma za kijamii kwa ujumla zinaimarika siku hadi siku. Tafadhali shikilia hiyo nukta, nije kwako Lienda. Wewe ni mwanasiasa lakini vile kiongozi wa chama cha upinzani. Umemsikiliza mchumi Comrade Kamenge akizungumza. Kwa tathmini yako, hali ya maisha ya vijana wa taifa hili likoje, na hali ya maisha wa Tanzania ikoje kwa mtazamo wako? Unajua, unapozungumzia hali ya maisha haihitaji siasa. Yaani mtu anaweza akakwambia hali ya maisha iko sawa, lakini sisi ndio tunaishi. Tunaona huyu mwanasiasa anayesema hali ya maisha ipo sawa, anatuonaje sisi? Ipo sawa kwenye taifa lipi? Lakini sisi wote ni Watanzania, tunaishi hapa Tanzania, hali zetu tunazijua, ni hohehahe. Tunawazungumzia vijana ambao hawana ajira. Hakuna dhamira ya dhati ya serikali kuwapatia vijana ajira. Tumeishia kuwapamba, tunawapamba vijana. Dereva wa bodaboda tunamwita afisa usafirishaji. Huyu anayebeti tunamwita afisa mbetishaji. Tunawapaka mafuta fulani ili kuwaweka kwenye comfort zone, lakini kijana huyo hana bima ya afya, hana ajira rasmi, ina maana NSSF hana. Kuna kitu kile ambacho mazingira ya kazi, labda ukipata shida kuna taasisi na kukava, labda hana. Wanaishia tu kuendesha bodaboda, wanapata vilema vya kudumu, compensation hakuna. Sasa unakaa unamsikiliza kiongozi anasema hali ya uchumi imetengamaa, GDP ya taifa inakuwa. Bro, si tunaangalia mfukoni kwetu. Hii kudanganyana kwamba uchumi wa nchi unakuwa sio asilimia ngapi kwa mwaka,
ina reflect vipi kwenye mifuko ya Mtanzania, Na ina reflect vipi kwenye mfuko wa kijana. Jitihada zinazofanywa na serikali katika kupambana na hali ngumu ya maisha kwa Watanzania zinaridhisha? Haziridhishi. Ipo sera ya vijana ya mwaka 2007 na mwaka juzi 2024 serikali iliizindua tena ile sera. Ile sera ukiisoma unaona ni kiini macho, inamzungumzia kijana na kuna hiyo sera, lakini hauoni jitihada madhubuti za serikali sio kumkwamua tu kijana, kutekeleza ile sera. Haireflect kumsaidia kijana huyu. Ile sera imezungumzia kwa kumsaidia kijana, si kupata elimu ya kidijitali na vitu kama hivyo. Wewe ni mwanahabari, kijana anatoka amemaliza chuo kikuu, ajira hana, anaamua ajiajiri kufungua YouTube channel. Wewe unamwekea kodi, sio kodi, yani malipo ya mwaka ilikuwa milioni 1. Kijana ametoka chuo, hana ajira, serikali haijamtafutia ajira, haijamwekea mazingira mazuri ya kwenda kupata mkopo wenye masharti nafuu, ambayo kijana akionekana kwamba huyu ni mwana ametoka, ni graduate, lazima kuwe na mazingira fulani ya kijana kupata mkopo. Mkopo umemnyima, anapambana kufungua YouTube channel, pengine atapata zile dola 0.5 za YouTube kila mwezi, bado unamwambia hiyo YouTube yako hupaswi kuitumia mpaka nikukamue shilingi milioni 1. Sasa unajaribu kuangalia, yani serikali baada ya kuempower vijana wamejiongeza, wanafungua YouTube channel, pengine wangeitoa bure au vijana wajiajiri na kuwawezesha pengine. Kwa Evans Kamenge, tatizo la ajira kwa vijana limekuwa ni changamoto kubwa sana. Unadhani ni kitu gani hasa ambacho kinapaswa kufanywa na serikali katika kupambana na janga hili la ukosefu wa ajira hapa nyumbani, lakini serikali ukitazama haitili maanani? Sisi vijana wa nchi tunao wajibu wa kutoa mawazo yetu. Jicho la kukosoa huwa ni kubwa sana kuliko jicho la kutafuta majawabu. Ni rahisi sana mtu yoyote kuyaona makosa, lakini ni ngumu sana mtu yoyote kuleta majawabu. Ndio maana mtu anayekosoa atasema vizuri sana kuliko anayeleta majawabu. Sasa kama vijana na kama mjadala mpana wa uchumi wa taifa letu, ningefurahi sana kama tukijikita namna gani tunaziona changamoto za uchumi wetu na namna gani tunaweza kuzipeleka mbele. Siasa linabaki kuwa jukwaa mama la kukinzana kwa mawazo na kuleta mbadala wa mawazo mapya na pengine mepesi zaidi ya kutekeleza maendeleo kuyapeleka mbele. Kwa hiyo siasa si jukwaa la kukosoa bila kuleta jibu. Tunatamani mtu atakayekosoa alete jawabu. Ukisema vijana wa nchi hii au watu wa nchi hii wanaishi maisha magumu, basi utuoneshe ni namna gani unaweza kuyafanya maisha ya wananchi wa nchi hii yakawa mepesi. Kwa hiyo sisi hapa sasa, swali lako ni zuri na tunaweza kuanza majibu na sisi kama vijana na mimi kama kijana, kwamba sasa umeuliza kwamba tunaweza kufanyaje kushughulika na ajira. Mwenzangu amesema vizuri kwamba tunapotaka kuwaempower vijana hasa wa taifa hili, zimekuwepo sera nzuri ambazo utekelezaji wake haujawa mzuri pengine, na watendaji au watekelezaji wa mpango huo wameufanya mpango huo kuwa kwenye makabrasha, lakini sio kwenye field moja kwa moja. Tumeona nia njema ya chama kinachoongoza taifa hili. Tumeona political will, utashi wa kisiasa wa Mheshimiwa Rais aliyeko madarakani sasa, wa kutaka kuwaempower vijana na wafanyabiashara wadogo wadogo, wa kutenga kiasi kikubwa kabisa cha bilioni 200 kuwaendea hao vijana. Sasa utashi ukishapatikana, sisi kwenye uchumi tunasema kitu cha kwanza kitakacholifanya taifa au jambo lolote la maendeleo lifanikiwe ni utashi wa kisiasa wa viongozi.
utashi wa kisiasa wa Dr. Samia Suluhu Hassan wa kuona vijana wa taifa hili wanatoka hatua moja kwenda nyingine tumeuona. Ametoa bilioni 200. Sasa hapa tuzungumze kama vijana ambao wanataka kushauri hizi bilioni 200 zilizotolewa ziende wapi. Tumeanza kuona, na nashukuru Wizara ya Sanaa, Habari na Michezo imeonyesha dira mojawapo kwamba sasa vijana wapunguziwe ada ya kulipa kwenye kutengeneza content za mtandaoni. Kutoka milioni 1 sasa watu wanalipa shilingi 50,000. Hii ni hatua kubwa sana. Tunatamani hii jitihada iliyofanywa huko iende kwenye kilimo. Wakulima vijana ambao kwa kweli ndio wengi taifa hili, mpaka leo 65% wa Tanzania wote wanategemea kilimo kuendesha maisha yao. Kwa hiyo ili kuwanufaisha na kukuza uchumi wa vijana na watu wengine, lazima upatikane unafuu utakao kuwekwa kwenye sera, kwenye sheria na kwenye usimamizi wa kilimo. Na maanisha nini? Haya yote ambayo unajaribu kueleza Comrade Kamenge, ni mambo ambayo yako kwenye makaratasi, lakini vijana hawayaoni mifukoni mwao. Na mimi vijana hawayaoni. Na mimi nataka niseme hivi. Ni dhambi kubwa sisi vijana tukiamini serikali inatakiwa ituletee fedha mfukoni mwetu. Na mimi ukiniuliza mawazo yangu mimi Kamenge Evans kwamba hizo bilioni 200 alizozitoa Dr. Samia Suluhu Hassan ziende wapi, hao wagawiwa kina nani, nitasema hapana. Hizo bilioni 200 ziende hazina, lakini zisiende kwa mtu yeyote. Badala yake ziende kuweka unafuu kwenye sera, kwenye kodi ambazo zimesababisha baadhi ya vitu visifanyike. Mfano, tukiondoa kodi na beria mbalimbali, tozo mbalimbali za kilimo, za mazao ya kilimo, tukiwezesha watu kupata mbolea bure, tukiwezesha watu kupata mashamba ya serikali bure, maana yake hizi bilioni 200 zitakuwa zimekava yale mapato ambayo halmashauri zingekusanya, na zitakuwa zimeongeza watu ambao wana nia njema. Nataka nikutolee mfano. Samani kidogo. Huko nyuma ilikuwepo mipango mingi kutoka awamu ya 4, Big Result Now kwenye kilimo. Awamu ya 6 ilianza na BBT kwa kuwapeleka vijana sehemu moja. Ni mawazo mazuri sana, lakini si mawazo bora, kwa sababu ilikuwepo nafasi ya kuwagusa vijana ambao tayari wako kwenye kazi. Wangapi walioanzisha biashara wenyewe wakaanguka? Wangapi wamepewa mitaji na ndugu zao milioni 2 wakashindwa? Sasa tunatakiwa kuanzia hapo sisi tutengeneze policy ambazo zitawanyanyua watu wote kama sehemu ya sera kwa ujumla kuweza kuwagusa na kuja kwako. Lienda, kabla sijakuuliza swali la msingi, bila shaka umemsikiliza Evans. Unalo la kujibu kwa yale ambayo ameyasema? Ninayo. Kuna vitu ameongea, ninaungana naye, na ningependa mjadala uwe wa namna hii. Tunazungumzia maisha ya watu, saa nyingine siasa tuziweke pembeni, tuzungumze ukweli. Amezungumzia masuala ya sera, na hizo sera utekelezaji wake hazipo sawasawa. Amezungumzia fedha kupelekwa hazina. Naona amezungumza vitu kidogo vina make sense. Shida iliyopo, amezungumzia bilioni 200. Bilioni 200 zimetolewa na rais. Ndio. Bilioni 200 zimeshikwa na waziri wa habari, utamaduni na michezo, sanaa na michezo. Bilioni 20 tu. Bilioni 20 ndio zimeenda kule. Nyingine zimekwenda wapi? Hizo bilioni 200 zilikuwa ni kwa ajili ya wanawake pamoja na vijana. Wanawake na vijana. Kwa hiyo bilioni 20 zimepelekwa kwa waziri wa habari, kwa content creators, kama ambavyo ulimsikia akisema kwamba zitatolewa. Na ndio ambayo imezungumzwa kwamba content creators wafike, kuna fedha, kuna utaratibu wa kuzifikia hizo fedha. Hii nchi haina vijana ambao ni content creators tu. Yule kijana mvuvi anapata wapi hizo fedha? Fungu lake liko wapi? Akalichukue wapi? Kijana mchoraji
anasaidiwaje? Fungu lake liko wapi? Kijana mwenye passion ya kufanya biashara, fungu lake liko wapi? Utaratibu wake uko wapi? Kwa tunapozungumzia kijana, tusichague tu kwamba vijana wa kundi hili, wanahabari wanaojihusisha na tasnia hii. No, tuwazungumzie vijana kwa ujumla wao. Mungu kila mtu amempa kalama yake. Huyu ana talenti hii, huyu ile. Tuangazie hizo talents zote. Kwa hiyo serikali inapaswa kuwa serious kweli kweli kwenye ishu ya vijana. Vijana ndio nguvu kazi ya taifa. Hawa vijana wasipokuwa na ajira ni mzigo kwa taifa. Wasipokuwa na ajira, maana yake wanakuwa na frustration kwenye akili yao. Watashindwa kuwa creativity hawa watu. Uwezo wao wa kufikiria masuala makubwa ya kufanya transformation kwenye taifa, kwenye dunia, hawezi kuwa nao, kwa sababu mtu anaamka asubuhi hajui chai atakunywaje, hajui chakula cha mchana kitakuwaje, jioni itakuwaje, atalala vipi, kodi ya nyumba hii hapa, bili ya maji, bili ya umeme. Kwa hiyo katika jambo ambalo serikali yoyote makini inapaswa kulitilia uzito kweli kweli, ni kuhakikisha vijana wanawaempower, kuwatengenezea mazingira mazuri ya ajira, mazingira mazuri ya kupata mikopo yenye vigezo nafuu, ambapo kijana hapati tabu sana kupata access ya kupata mkopo ili apate mtaji wa kuanzisha jambo lake. Lakini unaona kwamba hatua hii ya serikali ya kutenga bilioni 200 kwa ajili ya vijana na wanawake ni hatua nzuri? Shida iliyopo ni hatua nzuri, si hatua nzuri? Ni hatua nzuri, lakini inatosha? Tunazungumzia vijana ambao ni karibuni 25-30% ya population yote ya nchi. Bilioni 200 zitawasaidia kwenye jambo lipi? Kwa hiyo unaona kabisa ni fedha imewekwa, mwanasiasa anakaa anasema tumefanya. Na ndio shida hii nchi. Utasikia nchi inaendelea. No, sio kuendelea. Ni kweli kuna barabara fulani ilikuwa haina lami, sasa hivi inaweza ikawa ina lami. Inapaswa tupime haya maendeleo yanaendana na muda ambao maendeleo yalipaswa kufanyika. Ndio ugonjwa huo sasa tumeuhamisha kwenye vijana. Bilioni 200 zinatosha kutatua matatizo ya ajira kwa vijana? Lakini itakuwa hawa vijana ambao leo hii tunawaambia waje wachukue fedha, na bwana amesema kulipia YouTube sasa imepungua kutoka milioni 1 mpaka milioni 50 mpaka 50,000. Lakini hapo hapo huyo kijana anayeanzisha online TV yake kila leo akiweka content ambayo inamsaidia yeye kupata viewers wengi ya kumpatia fedha, pengine imeigusa serikali katika jambo la ukweli kabisa, ama unamfungia hiyo online TV yake, ama unampiga faini ya milioni 10, milioni 5. Kwa hiyo unaona umemfungulia mlango na kumpunguzia kutoka milioni 1 mpaka 50,000 ya kujisajili kwenye YouTube, lakini hapo hapo umemfunga mikono kwamba wewe weka content za kawaida tu ambazo hazitakusaidia chochote kupata hela. Hilo jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, kuna utaratibu mahususi wa kuwawezesha hawa vijana wanaofungua hizi online TV au hata media yoyote, labda matangazo kutoka serikalini yafike. Rais wa Tanzania Marehemu Magufuli alitoka kwenye public na alielekeza matangazo yote ya serikali yapelekwe kwenye vyombo vya habari vya serikali. Sasa unajaribu kuangalia huyu kijana ambaye ana online media ya kwake yeye, ana chombo cha habari, labda ana gazeti la kwake yeye. Uhai wa chombo cha habari chochote ni matangazo. Serikali inapaswa kuhakikisha matangazo yanakwenda bila kufanya ubaguzi wote, kwa sababu sisi wote ni watoto wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndio. Nime-interrupt kidogo. Tunasema vizuri. Nataka nikukumbushe sisi ni vijana na tunataka kuleta majawabu. Nimetambulishwa kama kada wa Chama cha Mapinduzi. Lakini ni kijana ambaye natamani kuliona taifa hili likiwa sehemu nyingine kubwa kutoka tulipo na tulipokuwa nyuma na sasa tulipo tunapoelekea. Tuseme kidogo vizuri. Ukitizama uchumi kwa maana ya uchumi, tunazo sekta 3 kubwa ambazo taifa hili
na Afrika yetu zinaweza kututoa. Sekta ya kwanza kubwa, nataka niwakumbushe ili ndugu yangu anapotoa mawazo yake basi aanze na sekta kubwa. Tunayo sekta ya kilimo. Hii sekta brother inachukua 65% ya Watanzania. Vijana 43% wako vijijini wanategemea kilimo kukua. Sekta ya pili ambayo ndio tunatakiwa kuiendea na hatujafanya vizuri kama taifa ni sekta ya viwanda na uhunzi, kwa maana ya production. Sasa sekta ya tatu ndio tunaizungumza ambayo ni sekta ndogo sana. Hii ni sekta ya huduma. Sekta ya huduma ndipo tutakapokuta habari, tutakuta hoteli na habari nyingine za usafirishaji. Hii ambayo ndio vijana wengi wanaitaka, wanaifurahia. Sisi kama vijana wa taifa hili tunaotaka kuwaona wazee wenzetu wa kesho wakitoka hatua hii kwenda nyingine, lazima tuwazuie kwenda kwenye sekta hii ya mwisho ya huduma. Wawe ni sehemu ya uzalishaji wa taifa hili. Kama babu zetu wangejikita kwenye huduma, maana yake hata sisi wengine tungeshindwa kusoma. Maana yake kahawa isingelimwa, tusingelipiwa ada, na viwanda visingekuwepo. Kwa sababu viwanda vyote vinategemea kilimo kikifanya vizuri, ndio viwanda vitaanza kuwepo. Kwa hiyo sisi kama vijana, kilio chetu sisi kama vijana ni nini? Si kwenye huduma. Na mimi masharti mengi, ningekuwa mimi sasa kiongozi, masharti mengi magumu ningeweka kwenye huduma, nikafungua njia kwenye uzalishaji na kilimo, ambako huko ndiko tungemuona kijana anayetokana na eneo la kulima. Tungeona bilioni 200 zikielekezwa kwa mkakati kabisa katika umwagiliaji, katika kilimo cha kibiashara, kwa mkakati kabisa katika kutengeneza teknolojia mpya na nafuu ya uchimbaji madini, wazawa wenyewe, vijana wenyewe katika maeneo yao wakazalisha. Tungetengeneza namna bora ya kuwasaidia vijana wa taifa hili wakaanza katika ngazi ndogo ya ufugaji wa kibiashara na uvuvi wa kibiashara. Kamenge, umegusia swala la kilimo na muda ulikuwa ni walienda, tunarejea. Umegusia kilimo. Ndiyo. Na tunaona namna ambavyo vijana wengi hawachangamkii fursa hii ya kilimo na ufugaji. Huonekana kama moja kati ya fursa ambazo vijana wengi hawazipendi. Unadhani tatizo hasa ni nini? Je, kutokuwepo kwa masoko ya uhakika, hivyo vijana wanaona wakiingia huko watapoteza muda, pengine hakuna msaada wa moja kwa moja kutoka kwa serikali? Ni kweli. Vijana wengi wanataka matokeo ya haraka, na hii nataka ni walaumu vijana wenzangu. Wanataka matokeo ya haraka. Mtu akitoka chuo kikuu ndani ya muda mchache aendeshe gari zuri kama la Kamenge aliyetoka chuo kikuu miaka 15 iliyopita. Sasa katika kilimo kuna hatua za ukuaji na ukuaji wa kudumu. Nasema permanent growth au sustainable development. Iko kule kwamba ukiwa na ng'ombe mmoja ndani ya miaka 5, kama ni ng'ombe wa maziwa, utakuwa na ng'ombe 3. Ndani ya miaka 10 utakuwa na ng'ombe 9 mpaka 8. Kwa hiyo ng'ombe mmoja. Maanake hii itakuwa ni sustainable development. Kijana anataka yeye aweze kuendana na mkulima anayepata lita 20 za maziwa shilingi 20,000. Yeye aendeshe pikipiki alale na 20,000 kama yule mkulima aliyeanza kulima miaka 2 iliyopita. Tunahitaji kurudi nyuma. Wazungu wanasema tuwe energize our people. Watu wetu kuwapa nguvu ya fikra, kufikiri kwa upana kwamba lazima wakubali kuanza na kusubiri. Vijana wengi hatuko tayari kuanza na tukasubiri. Nakushukuru sana. Tunaziona fursa nyepesi kwa sababu ya matokeo ya haraka, lakini si matokeo ya kudumu. Nakushukuru sana. Lienda, Kamenge anasema ya kwamba vijana walio wengi, vijana wa Tanzania wanapenda matokeo ya haraka na sio matokeo ya kuwa na subra ya kufanyia kazi. Unatazamaje hilo? Ni sahihi. Unapomwambia mtu asubiri, wakati huo anasubiri anakula nini? Mtu anataka apate majibu sasa hivi, maisha yaende, maisha yasubiri. Yaani jua likizama ni lazima uende sehemu ukalale. Hiyo sehemu ni lazima ama umeijenga ama ulipie kodi. Akiamka asubuhi hawezi akasubiri kwamba njaa asubiri usiume sasa hivi. Njaa itauma.
lazima apate chai, kifungua kinywa. Mchana ukikaribia aweze kaambia njaa subiri, njaa itauma tu mchana ukifika. Kwa hiyo unapomwambia kijana asubiri vipi wakati maisha yanakwenda? Tunachotakiwa kufanya tusitafute kumbebesha mzigo. Serikali inatakiwa ibebe jukumu, iandae mazingira mazuri, imuandae kijana anapomaliza shule. Amezungumzia ishu ya viwanda, kilimo na akazungumzia masuala ya huduma, sio Kijana anapomaliza shule, elimu yake tumemwandalia kwamba akimaliza shule akaajiriwe kiwandani. Ana ujuzi huyu. Miaka kadhaa iliyopita nilicheka sana, kuna kiongozi mkubwa tu wa serikali akasema kijana ukimaliza chuo kikuu lazima uende VETA. Nadhani tuliona wote kwamba elimu yako ya chuo kikuu peke yake haikusababishiwe upate ajira au ujuzi, lazima uende VETA. Hiyo kauli watu makini walichukulia kwa uzito sana. Yaani unatuma ujumbe gani kwa watu wanaomaliza shule? Jawabu ni dogo tu. Elimu zetu ni lazima zimuandae mwanafunzi akimaliza awe na ujuzi. Ili akimaliza tu apate ajira viwandani. Awe na ujuzi, akimaliza aende kama ni zamani ulikuwa na somo la agriculture mashuleni, O level form 1 mpaka form 4. Kuna kipindi lilifutwa, sidhani kama lilirejeshwa. Tulipiga sana kelele. Nchi ambayo inategemea umesema 65% sasa hivi ya Watanzania wanategemea kilimo. Zamani ilikuwa ni zaidi ya 80%. Alafu unafuta somo la kilimo. Mimi nilibahatika kulisoma wakati nasoma sekondari. Mnajifunza poultry production, pig production, masuala ya ufugaji wa nguruwe, wa ng'ombe, wa kuku. Serikali ililifuta lile somo. Sasa badala ya kutengeneza aina ya elimu ambayo mtoto akimaliza darasa la 7 awe ana ujuzi, awe anajua kushika randa, kushika bisibisi. Akimaliza shule ya msingi awe anajua kushona nguo. Hivi hatuoni kwenye mataifa ya wenzetu? Kuna picha moja huwa inasambaa. Interactive kidogo. Ngoja nimalize. Inasambaa watoto wa Kichina wadogo, nadhani nasari au darasa la kwanza, wanahangaika na kufanya assembling za simu. Alafu sisi huku wakatoa picha mtoto wa Kitanzania anahangaika kuhesabu miguu ya panzi. Sasa unaweza ukaona wenzetu wanawaandaa vipi watoto wao na sisi taifa letu linawaandaa vipi watoto wetu. Kwa hiyo shida iliyopo kubwa nayoiona ni aina ya utoaji wa elimu iliyopo. Haiwaandai mtu akimaliza shule apate. Nini hasa ambacho kinapaswa kufanyika ili sasa elimu ya Tanzania imwandae mtoto anayemaliza kupata ajira? Lazima ijikite kwenye ujuzi. Kwamba vyuo vyetu havijajikita kwenye ujuzi. Sio vyuo, sizungumzii vyuo, nazungumzia hii elimu ya kawaida. Mtu unakwenda darasa la kwanza mpaka la 7. Mtu akimaliza la 7 angalau awe ana kitu kinaweza kumfanya hata akishindwa kuendelea sekondari awe na ujuzi ambao utaenda kumsaidia. Akimaliza form 4 atoke na ujuzi kwamba mimi nimemaliza form 4 hata kama sitaendelea na shule lakini na ujuzi huu. Lakini serikali ina shule za kuandaa watoto kikazi ambayo ni VETA. Zipo ngapi? VETA ni lazima umalize darasa la 7, umalize form 4, umalize form 6 ndio uende VETA. Mimi nazungumzia mtoto anapokwenda shule, immediately akijiunga na shule afundishwe masuala ya ufundi, afundishwe namna gani akimaliza ataweza kujiajiri yeye mwenyewe. Sio akimaliza atafute tena chuo cha ufundi. Hapana. Na kule chuo cha ufundi tunazungumzia masuala ya ufundi. VETA inafundisha masuala ya kilimo? Sidhani. VETA inafundisha kila nyanja? Hapana. Ni ujuzi fulani hivi, ufundi ndio VETA wamejikita huko. Lakini taifa lina watu vijana kwenye nyanja tofauti. Kwa hiyo serikali lazima itengeneze mfumo wa elimu wenye nyanja hizo tofauti, waweze kugundua talent ya mtoto immediately anapojiunga na shule, kwamba huyu talent yake ni uimbaji, wampeleke kwenye direction hiyo. Huyu talent yake ni ufundi wa magari, wampeleke kwenye direction hiyo. Huyu uvuvi, huyu sio, kama unanielewa. Yaani kuwepo na hizo categories, na mtoto akiingia shule wana channel hiyo hipo, anakwenda akimaliza hiyo level yake anakuwa na ujuzi wake. Shikilia hapo Kamenge. Ndio, nitaka nimkumbushe comrade kwamba tayari mtaala wa elimu
umefanywa marekebisho na sasa kuna kitu kinaitwa elimu ya Hamad ambayo itaanza kutolewa mashuleni, na elimu ya msingi itakuwa ni mpaka kidato cha 4, lakini elimu ya msingi wa awali iliyokuwa inaishia darasa la 7 itakuwa inaishia darasa la 6. Ni mabadiliko makubwa sana ambayo wamepigania watu wengi. Sisi tuliporithi elimu ya mkoloni. Mkoloni alikuwa anatengeneza elimu ambayo inatengeneza watu wake anaowataka. Wengi walikuwa ni wasimamizi wa store na manyampala. Hiyo elimu tuliirithi sisi Afrika. Afrika nchi nyingi sana zimeendelea na hii elimu ya kutengeneza manyampala na wahesabu vifaa, manake storekeeper na procurement. Hizi fakati ambazo kimsingi hazimfanyi mtu kujitegemea, zinamfanya mtu awe tegemezi. Akimaliza chuo kikuu basi akute kuna taasisi ina nafasi inamhitaji. Sasa tumetengeneza watu wao kwa muda mrefu, tumezidiwa kwa sababu sisi taasisi za serikali ni chache, viwanda ni vichache. Anazungumza kuhusu elimu yetu iwaandae nakuja watoto tangu elimu ya awali. Mtoto anapokuwa akue akitazamia ujuzi fulani, kama ni food mechanic bila shaka ajikite kwenye upande huo. Ndio maana nasema nampongeza sana Profesa Mkenda, waziri wa elimu. Amesimamia vizuri sana hii namna bora ya kubadilisha mitaala yetu. Mwalimu Nyerere akipigana na vitu vitatu. Leo hatuzungumzi tena hivyo vitu vitatu. Leo hivi vitu vitatu sasa tumevipatia walao mwarobaini. Ujinga sasa, huyu kijana mdogo anaendesha pikipiki ya university. Maradhi sasa hivi kituo cha afya mpaka kila kata. Sasa sisi sasa hivi tunapambania zaidi namna gani ya kubadilisha fursa tulizonazo zikawa na faida kwetu. Kama ni ardhi, sasa tuwafundishe. Hapa ndipo napotaka kushauri serikali yangu. Lazima watengeneze kitu kinaitwa economic zones. Mfano, ukienda katika mataifa yaliyoendelea utakuta mikoa fulani ni ya kimkakati kulingana na geographical position yake, kwamba hawa ni wakulima. Sasa hata mtaala unaofundishwa kwenye eneo hilo unajikita zaidi kwenye namna ya kuwazalisha wakulima bora katika eneo hilo. Kwa hiyo mtoto mdogo anapokuwa yuko chini anafundishwa kuanzia kilimo. Nisaidie kidogo. Tunapokwenda kwenye zoni ambazo ni za uchimbaji, labda kuna rasilimali madini, lazima serikali na elimu yenyewe inayotolewa pale, hata za ziada kwenye mashule, basi viongezwe vipindi vya ziada kulingana na geographical position ya hilo eneo. Watu wafundishwe namna ya uchimbaji. Unaweza kashangaa sana katika nchi za Afrika, maeneo mengi yenye vitu vya thamani madini, watu wake wanaoishi pale juu ndio maskini kuliko watu wengine kwenye nchi hiyo. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu hawajawekeza kuwasaidia wananchi wa maeneo yale kubadilisha fursa walizonazo zikawasaidia wenyewe. Nakushukuru sana Kamenge. Nije kwako Lienda. Uchumi wa Tanzania ama uchumi wa nchi yetu ni shirikishi kwa ama sio shirikishi? Ninapata tabu kusema ni shirikishi. Kuna kazi kubwa inatakiwa ifanyike, na haya mambo yasiishie kwenye makaratasi. Unajua kuna know what na kuna know how. Shida ya serikali ya Tanzania, wanatatua know what, kwamba kuna shida hii, tunaandaa mpango kazi huu ambao ukiusikiliza unaweza ukaona utaleta matokeo. Shida inakuja know how. Wanausimamia vipi mpango huo ili kuleta matokeo positive? Shida ndio ipo hapo. Ndio maana nikarejea hii sera ya vijana ya mwaka 2007. Ukiangalia inakushawishi, lakini utekelezaji wake hakuna. Tumeishia kuizindua tu.
2007, 2024 tumeizindua tena, si itazinduliwa tena lini, lakini matatizo yale yale haya yanajirudia kila mwaka. Na kwenye kuongeza hapo, kuna kundi moja ni lazima tulijadili, la wateuzi. Ukiangalia mamlaka za uteuzi hazipi consideration vijana. Yaani unamwona mtu amestaafu, yaani kafanya kazi, ameitumikia nchi yake miaka 60, amestaafu. Badala apumzike ale pensheni yake, anateuliwa tena kuwa mwenyekiti wa bodi, anateuliwa tena kuwa mkuu wa mkoa, anateuliwa tena kuwa balozi. Sasa serikali ambayo ina recycle watu waliostaafu na kuwaweka tena kwenye ajira, hivi haifikirii kwamba nafasi hizo vijana wanapaswa kukaa? Yaani hawafikirii huyu kijana inatakiwa yeye sasa awe mkuu wa mkoa, awe mwenyekiti wa bodi, awe balozi? Kwa nini Siro amestaafu IGP unamteua anakuwa balozi? Kwa nini Mabeyo amestaafu unamteua anakuwa labda mwenyekiti wa bodi? Kuna kitu hapo ni lazima kama taifa tukikemee. Na nikimchagiza rafiki yangu kada wa Chama cha Mapinduzi, makamu mwenyekiti wa chama chake ni Wasira. Mimi makamu mwenyekiti wa chama changu ni John Heche, ana miaka below 50. Nafasi ya Wasira, mzee wa miaka 80, si apumzike nafasi hiyo Kamene ukakae wewe? Kwamba nafasi hizo. Katibu mkuu wa chama changu John Mnyika ana miaka 45-50. Katibu wa chama chake Asha Rose Migiro, mtu aliyeshika nafasi chungu nzima miaka zaidi ya 60. Kwa nini Mama Rose Migiro wanamrecycle tena, wanamweka kwenye system na asipumzike Kamene akawa katibu mkuu wa chama chake? Kuna shida ya uteuzi, na hili jambo kama vijana lazima tulipigie kelele kweli kweli. Kamenge kwa sekunde 30. Ndio amesema vizuri, lakini nataka nimwambie kitu kimoja, na hiki tukiweke vizuri, ni kwamba age just a number kwenye nafasi za uongozi. Kwenye tunachokitazama ni uwezo. Na hapa vijana tusiwe, nataka niseme tusiwe binafsi, kwa sababu umri ni kama namba tu. Yani umri ni namba tunapotaka kuangalia uwezo. Nataka niwe well quoted. Umri is just a number tunapotaka kuangalia uwezo. Kwa sababu ndio maana kijana mdogo wa miaka 35 anaweza kuread taasisi kubwa ambazo tungefikiri tungetaka kumpata mtu wa miaka mingi. Mfano ukienda Tiseza pale yupo kijana mdogo kabisa, ndiye anayeendesha hii mamlaka kubwa ambayo inasaidia uwekezaji nchi hii. Lakini wako wazee wameachwa, wamepewa yeye. Nataka nimwambie ndugu yangu Lienda, wakati tunapoangalia quality alionayo mfano Asha Rose Migiro na busara zake na macho ya kuona mbali, hakuna mtu mwingine kwa kipindi hiki alionayo ndani ya Chama cha Mapinduzi. Sio kwamba hamna. Kwa kipindi hiki, kwa changamoto na namna ambavyo mwenyekiti aliona ni vyema kukiendesha chama, huwezi kudoubt about uteuzi, kwa sababu yeye ukiangalia uwezo wake na CV yake, na sasa anataka kukitumikia chama chake, kukipa yale mauzoefu aliyokuwa nayo. Sio sawa. Hivyo kwa kauli hiyo ni kwamba vijana wa Chama cha Mapinduzi hawana akili kubwa ya kuongoza. Wako sehemu bado, wako sehemu kubwa sana vijana wa Chama cha Mapinduzi. Ukiwatazama vijana wa Chama cha Mapinduzi wamepewa mamlaka kubwa, wamepewa waziri, wamepewa wizara kubwa, wamepewa mpaka ngazi kubwa za nchi. Leo mwenezi wa Chama cha Mapinduzi, hatukuzoea kuwa na kijana mdogo, lakini ni Kenan kiongozi ndiye mwenezi wa chama kikubwa chenye miaka mingi katika taifa hili, na chama kikubwa katika kanda zima ya Afrika Mashariki na Kati. Fursa kwa vijana kuliko chama. Kwa hiyo tunapotaka kuangalia wapi tumekosa, tuangalie wapi pia tumepata. Vijana hatutaki kulalamika, badala yake tuoneshe uwezo. Lakini kwa nafasi hizo alizosema Lienda, mmekosea. Hatujakosea. Unapomsema mtu kama Mabeyo na amepewa bodi ya kwenda kusimamia kuweza kuleta matokeo, huyu ni mtu ambaye tunasema ni jabali.
Sasa mwenyekiti au rais anapoangalia hii nafasi, inatakiwa mtu wa namna gani, mwenye misimamo, asiyeyumba, anayeweza kusaidia taasisi hii kwenda mbele, lazima atamchukua yule. Unasemaje Lienda? Sasa afadhali tatizo sasa limeonekana. Tatizo limeonekana. Kwa nilivyomsikiliza mheshimiwa, hatuwezi kupata suluhu kama mentality zitabakia hivyo. Usitegemee mzee akawa na fikra mpya, akawa na fikra za kupigania jambo lingine tofauti na umri wake kulikoni mwenye umri huo. Yaani haya matatizo yote sasa tunayoyazungumza, matatizo ya ajira kwa vijana, kwa sababu wenye mamlaka ya kutoa hayo maamuzi sio vijana. Hapana. Kwa sababu waziri wa vijana ni kijana. Mwacha malize tafadhali. Waziri wa vijana ni kijana. Mwacha malize tafadhali. Unilinde. Nitakulinda. Ninakubaliana, waziri wa vijana ni kijana. Tunazungumzia ratio. Mimi nimetoa mifano hapa hai kabisa. Ndio. Nimetaja watu kadha wa kadha wastaafu wamekuwa recycled, wamerudishwa kwenye system na kuachwa vijana. Amejibu, amesema kwamba wale watu uwezo wao ni yani hizo mentali. Kwa nini tusiwaempower vijana wawe na uwezo huo wa kukaa kwenye nafasi ya Wasira? Yani Wasira, mtu aliyekuwepo tokea enzi za Nyerere, akawepo enzi za Mwinyi, Mkapa, Kikwete, Magufuli, sasa hivi Samia. Yupo tu. Ukitaka samahani niingilie. Usiingilie, acha nizungumze. Wewe utapewa nafasi yako. Ukizungumza mimi wana jamaa za kimya. Okay. Acha tu nizungumze, alafu nadhani mheshimiwa hapa atakupa nafasi. Kwa hiyo ninachotaka kusema, nyani hawezi akapigania maslahi ya samaki. Samaki ndio yuko kwenye nafasi nzuri ya kupigania maslahi ya samaki mwenzie. Kwa hiyo kijana, sawa, umesema waziri wa vijana ni kijana. Nikiuliza hapa, okay, hiyo wizara ya vijana iliyoundwa, bajeti yake kuna bajeti ya shilingi ngapi iliyowekwa pale? Imeundwa juzi. Bajeti imepita tokea mwaka jana, si ndio? Mwaka wa fedha wa 2025 2026, sio? Kwa hiyo ile wizara iko pale, lakini naweza nikasema ina bajeti zero, kwa sababu wakati wa bajeti hakuna fungu liliandaliwa kwa ajili ya wizara ya vijana, kwa sababu haikuwepo. Na usije kushangaa ikaja ikafutwa, kwa sababu tumeona kuna reshuffle zinafanyika, wizara hii inakuwepo, kesho haipo. Kwa hiyo lazima kuwe na dhamira. Kamenge, nitaka kusema hivi, nataka kusema na simtetei mtu, na nalinda nafasi za vijana, na naendelea kusema vijana lazima tujiimarishe, tuwe bora. Leo hii kama meza hii tungekuwa tumemwarika makamu mwenyekiti ndugu Steven Masato Wasira, tukaanza kuzungumza mijadala ya vijana, ya siasa na ya ulimwengu, nataka nikuhakikishie pasina shaka katika hoja zake, uchambuzi wake, unyambufu wake, angetupiga chini. Anao uwezo bado wa kufikiri vizuri, wa kuwaza vizuri na kushauri vizuri na kujua matatizo ya vijana kuliko vijana. Hapana, kwa sababu unaposema Chama cha Mapinduzi au chama cha Chadema, hiki chama kimejiweka katika mgawanyo mzuri. Kinayo idara ya vijana ambayo inasimamiwa na vijana. Chama cha Mapinduzi kinayo idara ambayo inasimamiwa na vijana, na yuko kijana mzuri kawaida. Sasa huwezi kutaka kwenye nafasi ya kawaida akae Wasira na kwenye nafasi ya Wasira akae kawaida. Inaonekana wazi kwamba ndani ya chama chako, Chama cha Mapinduzi, wanaamini sana katika uzoefu wa wastaafu, na wanawapa wastaafu nafasi sana. Kwa nini sasa wizara ya vijana asingepewa mstaafu mwenye uwezo mpana kama ambavyo wanavyojaribu kumaanisha hapa Kamenge? Nimesema labda nirudie. Nimesema nafasi hizi ambazo unaona kabisa watu wameamua kuwatafuta watu waliostaafu. Si Tanzania tu. Tukisema Tanzania tutakosea. Hata Marekani, taifa ambalo ndio super country duniani, bado imekuwa ikiwarudisha na kuwarejesha wastaafu kazini. Nani aliwaza kama Republican, licha ya vijana wenye nguvu kubwa, wangemsimamisha mgombea waliyemsimamisha?
Nani aliwaza kama Donald Trump na miaka yake yote hiyo angekuwa rais wa Marekani? Marekani na vijana wangapi wakina Elon Musk wenye uwezo mkubwa, hata wangechukua fomu wasingeshinda. Tunachokiangalia ni thinking tank ya mtu na uwezo wa kunyambua mambo. Umri is just a number. Unaweza ukawa na miaka mingi ukawa hauna thamani, na ukawa na miaka kidogo bado ukawa na thamani. Unataka kumaanisha kwamba vijana wa Chama cha Mapinduzi uwezo wao katika kunyambulisha mambo ni mdogo? Vijana, unaposema vijana wa Chama cha Mapinduzi, kwenye nafasi gani? Wako wakuu wa wilaya vijana wengi, kwenye baraza la mawaziri wako vijana wengi, kwenye kamati kuu ya Chama cha Mapinduzi wako vijana wengi, na bado wamechanganywa na watu wenye uzoefu. Wanasema mwaka 70 tulikutana na hili jambo tukalitatua hivi. Huyo mtu anahitajika bado. Tumeona viongozi wengi ambao walihama kutoka upinzani, wengine walihama kutoka Chadema, wamekuja ndani ya Chama cha Mapinduzi na wamepewa nafasi kubwa kabisa. Wengine ni mawaziri, wengine wamepewa katika nafasi nyanja mbalimbali. Na sasa kwa haya ambayo unayazungumza, wenda inadhihirisha kabisa kwamba ndani ya Chama cha Mapinduzi vijana wengi uwezo wao kwenye kufikiri na kufanya maamuzi sio mkubwa kama ambavyo unavyojaribu kumaanisha. Nakubaliana na wewe kwamba vijana wengi na watu wengi waliotoka kwenye vyama vya upinzani walivyorejea CCM wamepewa nafasi. Walivyokuja CCM wamepewa nafasi. Hii ni ishara tosha ya kwamba ukija ndani ya Chama cha Mapinduzi, kinachotazamwa ni uwezo wako, sio umri, sio umekuja lini, ni uwezo wako. Ndio maana alitoka kule akaja bado akapewa thamani kama aliyekuwepo, kwa sababu amemzidi uwezo. Na sio kwamba vijana ambao wako vyama vya upinzani hawana uwezo. Wanao uwezo mzuri. Wana uwezo mzuri. Na sio kwamba walioko CCM hawana uwezo. Wana uwezo mzuri. Na ndio maana anapokuja kwenye Chama cha Mapinduzi, watu wanamtazama, wanasema yes, hii ni tunu kwa ajili ya taifa hili. Lienda, unadhani viongozi ambao wanahama kutoka vyama vya upinzani na kwenda katika chama tawala na kupewa nafasi, kwenu ninyi mnaitathmini vipi ya kwamba hawa watu wana uwezo ama ni mpango mkakati wa Chama cha Mapinduzi kudhoofisha vyama vya upinzani kwa kuwapa wale nafasi ile ambao pengine waliobaki waone kwamba ukienda kule unapewa nafasi? Sisi tunaona kama ni mkakati wa kuwashawishi watu kutoka vyama makini vya upinzani ili wahamie chama tawala, kwa sababu wakifika kule watapewa vyeo. Lakini sisi kama chama cha upinzani tunajivunia kuona kumbe kwenye chama chetu kweli tuna jiko la kuwapika watu mpaka chama tawala kinawatamani, na wakienda kule ama ni kuahidiwa vyeo au vyovyote vile, lakini mwisho wa siku Lijua Likali alikuwa ni mwanachadema. Patrobas Katambi alikuwa ni mwanachadema. Kitila Mkumbo alikuwa ni mwanachadema. Hiyo sisi tunajivunia na kuona kumbe kwenye chama chetu hakuna shida ya manpower wenye uwezo. Wewe hilo kwako linakupa taswira gani kwamba pengine na wewe ukiamua kufanya maamuzi ya kwenda huko huenda utapewa nafasi? Mimi shida yangu sio nafasi. Mimi shida yangu kama Lienda ni kuona taifa liliostawi, taifa lenye demokrasia, taifa lenye haki, taifa linalozingatia utawala wa sheria. Na unadhani taifa hilo lililostawi lenye haki ambalo unalisema ndani ya utawala wa Chama cha Mapinduzi inashamiri bila shaka? Hapana. Kati ya vitu ambavyo Chama cha Mapinduzi wamefeli ile mbaya ni kufanya taifa liwe na haki, taifa liwe na demokrasia, taifa lenye kustaarabika. Tanzania ilikuwepo ndio kimbilio la watu wakimbizi toka nchi mbalimbali kuja nchini kwetu. Heshima hiyo sasa hivi hatuna. Watanzania ndio wanatoka wanatafuta hifadhi nje ya nchi. Tanzania ilikuwepo ndio kisiwa cha demokrasia. Sasa hivi haipo. Tanzania ilikuwa ni nchi inayofuata misingi ya haki. Leo hii tunazungumzia watu wanapewa kesi za kubambikiwa. Tundu Lissu yuko ndani miezi 10 sasa.
Kesi ukiisikiliza unaona kabisa hii kesi ni ya kisiasa. Kwa hiyo Chama cha Mapinduzi eneo hilo wamefanikiwa kuliharibu, kubananga heshima ya nchi yetu, demokrasia ya nchi yetu, na kuwa taifa lisilokuwa na haki. Na nije kwako Comrade Kamenge, unadhani ya kwamba vyama vya siasa vina nafasi gani katika kuhakikisha kwamba siasa haziingilii maamuzi ya kitaaluma ya kiuchumi pale ambapo panahitaji majadiliano ya kitaaluma, kwamba kama taifa tusonge mbele katika hili, lakini panaingizwa siasa? Wewe hilo unalitazamaje? Ya, ni kweli siasa linabaki kuwa jukwaa la kujadili namna bora ya kwenda. Uchumi na utaalamu linakuwa ni jukwaa la kuchakata mifumo na mipangilio ya kulifikia jambo ambalo siasa inalitaka. Ndio maana si vyema sana viongozi wa kisiasa wakiingilia utaalamu. Wao wanatakiwa waoneshe utashi wa jambo, lakini jambo linafanywaje sasa inabaki kuwa ni habari ya utaalamu. Ndio maana hata namna ambavyo katiba yetu imejielekeza, utagundua ilitengeneza mihimili ambayo ikaiweka tofauti ili kutengeneza namna. Mfano, ilitengeneza muhimili wa bunge uwepo kwa ajili ya siasa, kwa maana ya kushauri serikali na kuisimamia, lakini ikatengenezwa serikali ambayo yeye ndiye mtendaji. Huyu serikali amepewa mamlaka ya kuwaajiri wataalamu katika ngazi zote. Sasa bunge linaposhauri linaipelekea serikali kama ushauri, na serikali inaposhindwa kutekeleza labda kwa sababu ya sheria, kwa sababu bunge ndio kikao cha wananchi, basi jambo linarudishwa kule. Lakini iko muhimili ambao unaiangalia mihimili mingine, unaitwa mahakama. Unaitazama mihimili mingine inapokuwa ina dosari au ina jambo lote la kisheria, sasa tunakutana kule, na wenyewe unatakiwa uwe separate, uwe independent, ushughulike na mambo yake ya kutatua changamoto za wananchi. Kwa hiyo tunaposema utaalamu lazima ujitenge na siasa, ni kweli, lakini utaalamu unasubiri maelekezo ya siasa na unayapeleka kwenye mpangilio na mfumo bora wa utaalamu. Lienda, siasa kuingizwa kwenye mambo ya msingi yanayohusu wananchi hapa nchini, unalitazamaje? Moja ya vitu ambavyo vinafanya taifa letu lidumae na lisipige hatua kubwa kama inavyotakiwa ni siasa kuingilia taaluma za watu. Na sasa imekuwa ni kawaida. Kila mtu sasa hivi anakimbilia kwenye siasa, hasa kwenye Chama cha Mapinduzi. Na kulikuwa na msomi mmoja, Profesa Kabudi, mhadhiri chuo kikuu, akateuliwa akaingia kwenye nafasi za kisiasa serikalini. Alithubutu kusema chuo kikuu ametolewa jalalani. Sasa hiyo maana yake nini? Maana yake siasa inalipa sana kulikoni taaluma. Maana yake ni kwamba pengine mtu alijiona, nimtolee mfano mzee Kabudi, labda kwa yeye kuwa mwanataaluma, aliona taaluma yake haiwezi kuendesha nchi iwe na manufaa, yani ule utaalamu wake udrive vitu viende, kwa sababu vitu vinaendeshwa na wanasiasa. Amezungumzia bunge, amezungumzia mahakama. Alafu bahati nzuri hawa watu wa Chama cha Mapinduzi, baadhi yao sijui kuna Roho Mtakatifu huwa anawashukia nyakati fulani, huwa wanazungumza ukweli. Rostam Azizi, kada mtiifu kabisa, mtu mkubwa kabisa kwenye Chama cha Mapinduzi, anayeheshimika, aliwahi kusema kesi zinaamuliwa kwa matamko ya wanasiasa. Vinatoka vimemo, vinatoa maelekezo kwamba kesi alienda iamuliwe vipi. Mahakama ni sehemu ya kutoa haki, ndio kimbilio kwamba mimi nikiminywa huku niende mahakamani. Sasa kama taaluma ya majaji, mahakimu
Kumbe hawatoi maamuzi kutokana na taaluma inataka nini, wanatoa maamuzi kulingana na wanasiasa wanataka nini. Hiyo ni shida kubwa. Ili tuwe na siasa safi, bora na tulivu, nchi inapaswa kufanya nini? Kwanza inatakiwa tuheshimiane. Tanzania tupo kwenye mfumo wa vyama vingi. Lakini leo hii mimi sijui nikitoka kwenye kipindi hiki kama nitafika nyumbani kwangu. Sina uhakika kama nikifika nyumbani kwangu nitaamka asubuhi nikiwa salama. Ninafahamu wanachadema wenzangu kadhaa wamekimbia nchi. Ninafahamu wanachadema wangu kadhaa wametekwa, hawajulikani walipo, wengine wameuawa. Na hii nikienda mbele, tunazungumzia ajira kwa vijana. Siasa ni sehemu ya ajira. Lakini sasa hivi kijana huyu ambaye anafanya siasa za upinzani anaonekana yeye sio mzalendo, ni criminal huyu. Hapaswi kuwa mbunge, hapaswi kuwa diwani, hapaswi kuwa mwenyekiti wa serikali za mtaa. Sasa moja ya sehemu ya kuzalisha ajira ni hiyo kwa vijana. Mwenye uwezo aongoze, apewe ridhaa ya wananchi aongoze. Lakini ipo tofauti kwenye nchi yetu. Wapinzani tunaonekana sisi ni wahuni tu, kitu ambacho sio sawa sawa kabisa. Lakini huo uhuni, ninyi mkijitazama, mnao huo uhuni. Kama tungekuwa wahuni, Kitila Mkumbo leo katoka upinzani asingekuwa waziri. Katambi asingekuwa waziri. Kwa nini unahisi kwamba wapinzani mnaonwa kama wahuni? Tunaonekana wahuni, tunaonekana sio wazalendo kwa sababu ya vitendo tunaofanyiwa kwa sisi kuwa upinzani. Nini hasa kinachoashiria kwamba ninyi ni wahuni mpaka uhisi kwamba mnaonwa kwamba ninyi ni wahuni katika taifa hili? Matendo yetu tunayofanyiwa na vyombo vya ulinzi na usalama ndio inawafanya mjihisi nyie ni wahuni. Leo hii tunazungumzia mwenyekiti wetu brother ana miezi 10, uhaini wa mtu mmoja ameufanya. Ushahidi wote tunafuatilia, ushahidi unaotolewa mahakamani. Unajaribu kufikiria hii kesi kweli ina maslahi na jamhuri, au kuna mtu mmoja au kikundi cha watu kadhaa ndio wana maslahi na hii kesi? Kwa hiyo tunakuwa treated sio fairly kama Watanzania. Nakushukuru Kamenge. Ili tuwe na siasa safi, siasa bora, tuwe na taifa ambalo ndani ya taifa letu tutakuwa na siasa zenye tija, sio siasa za majitaka ya kutukanana majukwani, siasa za kujenga taifa letu. Tunapaswa tufanye nini? Kuna sehemu lazima nikubaliane na mwenzangu, amesema tuheshimiane. Na wapinzani wa nchi hii ambao ni chama cha Chadema ambacho ndicho tuseme chama kikubwa ambacho kimewahi kuwa na nafasi nyingi serikalini, lazima wakubali kukiheshimu Chama cha Mapinduzi. Lakini pia sisi Chama cha Mapinduzi lazima tukubali kukiheshimu chama cha Chadema na kukiona kama chama kama sisi tulivyo. Na vyama vingine, siasa za taifa hili bado linabaki kuwa jukwaa la kuendeleza maslahi mapana ya Tanzania, mama Tanzania. Kwa hiyo mimi ningetamani sana wanachadema waondoe muhali na hali ya kutaka kuiongoza nchi hii kwa njia ya mkato. Badala yake watengeneze namna bora ya kufikisha jumbe zao na kukosoa Chama cha Mapinduzi katika hali ya staa na madhubuti kwa ajili ya kupata mwafaka. Ni njia gani ya mkato ambayo Chadema wamekuambia wanataka waiongoze Tanzania kwa njia ya mkato? Wasidhubutu kuitafuta njia ya mkato. Wewe umeona wakitafuta hiyo njia ya mkato? Kwa sababu na njia ya mkato ni hipi unayozungumzia? Njia ya mkato ndugu Odemba ni ile ambayo ya kufikiri unaweza ukapata urais bila kupitia kwenye uchaguzi. Kwamba Chadema wamesema kwamba wanataka wapate nafasi ya urais pasipo kwenda kwenye uchaguzi. Hawajasema. Ila wewe umejuaje? Hawajasema. Lakini nataka nikwambie hawajasema. Lakini wao ni chama cha siasa. Hawakushiriki uchaguzi uliopita. Na mimi sizungumzii tena uchaguzi uliopita, nazungumza kesho ya nchi hii. Hakuna mmoja wetu anaweza kubadilisha kilichotokea. Sisi wote tuko hapa kukaa kuangalia tunawezaje kuitengeneza kesho bora. Mimi ninaamini
Chadema wanaweza kunufaika na makosa ya CCM na CCM inanufaika na makosa ya Chadema, kwa sababu hawa ni mahasimu wakubwa wa kugombania nafasi ya kuongoza taifa hili. Siku moja kama Chama cha Mapinduzi kitahama kwenye misingi ya kuanzishwa kwake, kitahama kwenye kuwasikiliza wananchi, kitahama kwenye kuwasikiliza wananchi wanataka kiongozi gani, chama chetu hakiwezi kuendelea kuaminiwa na wananchi. Hivi karibuni moja kati ya kiongozi wa vijana alisikika akisema kwamba Chama cha Mapinduzi CCM hakiwezi kutoka madarakani mpaka mwisho wa dunia. Wewe unasemaje kuhusu hilo? Na kwenda kinyume na yeye kwamba CCM ipo siku itatoka madarakani. Ipo siku itatoka madarakani. CCM sio ipo siku. CCM lazima iendelee kufanya yale Watanzania wanayoyataka. La sivyo siku moja kama haitafanya Watanzania wanavyotaka kinatoka madarakani. Kwa sababu chama akijiweki madarakani kinawekwa na Watanzania. Ndio maana chama lazima kiwe na tabia ya kujitathmini mara kwa mara ili kuendelea kuaminika. Wewe ukitazama CCM imejiweka kwa wananchi. Ndio maana kimechaguliwa. Lienda. Ninaona kama mazingaombwe. Unasemaje Lienda? CCM imechaguliwa kwenye uchaguzi upi? Anasema 2025. Watanzania milioni 32 walikwenda kupiga kura siku ile. Tume ya uchaguzi ilieleza hilo. Ndio matatizo ya nchi yetu. Ndio matatizo ya nchi yetu. Hatuwezi tukataka Tanzania yenye ustawi tukiwa tunaishi kwa ujanja. Na Kamenge naye anasema Chadema msifikirie kwamba mtaingia madarakani kwa njia hiyo ya ujanja pasipo kwenda kwenye sanduku la kura. Sisi tulisema no reforms, no election. Tuliona kuna matatizo kwenye mifumo ya uchaguzi na utoaji haki kwa wagombea. Tukasema tunahitaji reforms kabla hatujaenda kwenye uchaguzi. Kama tusipofanya hizi reforms, hakuna haja ya kwenda kwenye uchaguzi. Kwa sababu thamani ya kura imeshushwa. Kiongozi hapatikani kwa wingi wa kura, anapatikana kwa maelekezo. No reform, no election yenu imefanikiwa vibaya sana. Imefanikiwa kweli kweli. Mlifanikiwa kuzuia uchaguzi. Ndio. Uchaguzi haukufanyika Oktoba 29. Kwa hiyo mliuzuia uchaguzi. Uchaguzi haukufanyika Oktoba 29. Mlizuia uchaguzi kama mlivyosema. Kilichotokea dunia nzima iliona watu hawakwenda kupiga kura, walikwenda kwenye kwa hiyo unachokisema na maneno ambayo yamekuwa yakisema ya kwamba chama chako kinahusika na vurugu za Oktoba 29 na wewe unasema kwamba mlifanikiwa kuzuia uchaguzi. Manake unataka kueleza kwamba ninyi ndio mlifanya vurugu na fujo siku ya uchaguzi. Chadema haikufanya vurugu wala haikufanya fujo. Lakini umesema hapa kwamba mlizuia uchaguzi. Watanzania walizuia uchaguzi. Umesema hapa kwamba Chadema mlifanikiwa kuzuia uchaguzi. Watanzania walizuia uchaguzi kwa sababu waliotoka kwenda barabarani na sio kwenda kupiga kura sio wanachadema. Sio wanachadema tu. Umetoka kusema sasa hivi kwamba mlifanikiwa kuzuia uchaguzi. Sisi tulikuwepo na dhana kwamba uchaguzi tunakwenda kuzuia. Uchaguzi hautakwenda kufanyika. Nani aliyetafsiri hiyo dhana kuileta kwenye vitendo? Watanzania wenyewe ambao ni wanachadema, wasio wanachadema, ni Watanzania ambao waligoma kwenda kupiga kura. Sisi kama chama cha siasa, kazi yetu ni kuangalia nchi inapaswa kwenda wapi. Tutazungumza maoni yetu na namna gani nchi inapaswa kwenda. Kitakachofuata tunawaachia wananchi waamue, kwa sababu taifa ni lao. Watanzania, haki yenu hii mnanyimwa hapa, rekebisheni hivi ili kupata haki yenu, tunapaswa kufanya hivi. Sisi tuliishia hapo. Kwa hiyo tuliwaambia chaguzi zetu hazina haki. Watu hawashindi kutokana na kura zinazopigwa. Watu wanatangazwa kutokana na maelekezo. Msiende kupiga kura, dai ni haki yenu. Watu hawakwenda kupiga kura. Na kama chama mnajisifu kwamba mlifanikiwa kwa kiwango kikubwa kuzuia uchaguzi. Uchaguzi haukufanyika kama ambavyo sisi tulikuwa tunafikiria hautafanyika. Na ni kweli Watanzania waliukataa uchaguzi ule. Na haingia akilini kusema watu milioni 32 walikwenda kupiga kura. Kwamba chaguzi zote zilizopita Tanzania, uchaguzi wa Oktoba 29, 2025 ndio watu wengi walikwenda kupiga kura kulikoni chaguzi zote. Sijui labda kada hapa hebu anishawishi kwamba kweli
mwaka jana Oktoba 29 na maandamano yale kwamba Watanzania wengi ndio walikwenda kupiga kura kuliko misimu yote ya uchaguzi. Comrade, Lienda anasema ya kwamba kama chama they are proud kwamba walifanikiwa kwa kiwango kikubwa kuzuia uchaguzi, na anasema ya kwamba hiyo idadi iliyotolewa ya mamilioni ya Watanzania kujitokeza kupiga kura sio sahihi na haikuwa hivyo. Labda anasema umshawishi kwamba ni kweli hao watu walijitokeza kupiga kura. Kwa nadharia yake na kwa namna anavyoamini na chama chake kinavyoamini, itakuwa uongo mimi kumshawishi, kwa sababu kama nilishindwa kumshawishi aingie kwenye uchaguzi, siwezi kutumia dakika 2 hizi kumshawishi kwamba uchaguzi ulifanyika. Kwa sababu kama angeingia angeuona, angeweka wakala, kwa hiyo angetazama watu wakipiga kura. Hakuwa na wakala. Hakuwa na wakala. Kwa hiyo sisi tunaposema uchaguzi huwa ni namba, na sisi watu wa mahesabu tunaendelea kuamini kwenye sayansi kuwa ni namba. Namba zilisoma vipi na mwisho wa siku zilifanyaje mpaka zikatangazwa. Sasa siwezi kubishana naye kwa sababu yeye hana takwimu. Hawezi kuniambia kituo A walikuja watu fulani. Ambaye angeniambia ni yule aliyeshiriki uchaguzi. Na kwa bahati mbaya sana, na hii nataka nimwambie ndugu yangu hapa, kijana mwenzangu, tukitaka taifa hili lifanikiwe, basi na nyinyi wapinzani unganeni. Kwa sababu nyinyi Chadema leo mnasema uchaguzi haukufanyika, lakini wenzenu wote walioingia walipata kula na walikubali kwamba uchaguzi umefanyika. Sisi tunatakiwa kutazama kama taifa tunatokaje hapa tulipo, twende mbele. Maridhiano yanayosemwa, niseme kidogo, maridhiano yanayosemwa, na niwaombe makada wa Chama cha Mapinduzi, kwanza makada wanaotoa matamko mbalimbali, waiache tume iliyoundwa na rais ilete ripoti yake. Hizi drama, mambo ya kusema mambo ambayo hawana uhakika nayo wayaache. Wanaharibu nia nzuri aliyoianzisha rais ya kutaka kujua kiini cha matatizo na namna gani ya kutoka. Niombe, nitoe rai kwa chama cha Chadema ambacho ndicho chama kikubwa na naendelea kukiheshimu kama jukwaa kubwa ambalo watu wengi wanalitumia kuwasilisha hoja zao. Wafike hatua wakubali kwamba kuna haja ya kuilinda Tanzania kwanza. Tanzania, mama Tanzania, tuwezi kuipata popote. Amani hii tulionayo lazima tuilinde kwa wivu mkubwa. Chadema wao wanaiharibu vipi? Hii haijalishi. Amani tulionayo Chadema waiharibu. Lakini lazima tuilinde kwa sababu amani tunayo. Mimi leo nimetoka kwangu nimekuja hapa nimefika salama na ndugu yangu. Amesema na sasa hivi hana uhakika kutoka hapa studio na kufika nyumbani kwake. Kwa nadharia, hana uhakika kwa nadharia. Lakini si hakika kwamba hatofika na kesha tutamuona. Ameeleza wenzake tunataka alikuwa nao na sasa wako nao. Tunataka hiyo ifike siku moja. Ile hofu iliyopo. Ndio maana nakubaliana kwamba iko hofu imejengeka. Iko hofu kabisa. Na sio kwamba yeye ni iko hofu na pengine ni uhalisia kwa sababu matukio mengine yametokea. Tumeyaona, tutakuwa waongo tusiposema tumeyaona, tumeyasikia. Na tunatamani yawe resolved. Kijulikane chanzo ni kipi? Ni nani anafanya hivi na kwa faida ya nini? Sisi wote tunaipenda nchi yetu. Mimi mwanachama wa Chama cha Mapinduzi ninafurahia amani hii. Huyu mwana Chadema na ACT anaifurahia amani hii. Sisi wote tunasema neno moja, haki. Haki lazima iwepo na tunaipigania haki. Na sisi kwenye chama chetu ni kati ya misingi ya wanachama, haki lazima iwepo. Kwa kama kuna mtu anaikanyaga haki ya mwingine, lazima tumjue. Sasa rais ameweka tume ichunguze. Wewe kwako nini kina nafasi kubwa sana kati ya haki pamoja na amani, kati ya taifa lenye haki na taifa lenye amani? Taifa haliwezi kuwa na haki, lakini haki ikiwepo ndani ya taifa inazalisha taifa lenye amani. Kwa hiyo haki ndio mwarobaini wa kila kitu. Kwa hiyo mimi ndo naendelea kusema rais wetu ameunda tume. Aliunda tume ya kwanza ikaja kumletea kuhusu mambo ya haki jinai, angalie inafanyaje, mambo yanafanywaje mahakamani, magerezani. Aliunda yeye Rais Samia. Lakini Rais Samia huyu
wakati anachukua nchi aliandaa fohala kwa ajili ya kulizovu na kukuza ustawi wa haki. Baada ya matukio kutokea, ameandaa tume, akaipa siku alizozipa, tusubiri hizo siku zikiisha. Sasa kama itakuwa imeenda tofauti, basi sisi ndio tutaanza kukaa sasa tunaangalia na macomrade na vyama vingine kwa mbona kama haikwenda sawa. Lakini kuingilia mchakato ambao umetolewa na amiri jeshi wa nchi ili kutuletea majibu ni kumkosea adabu. Lakini haki ni muhimu kuliko amani. Haki ni muhimu sana Kuliko amani. Haki sio muhimu kuliko amani. Amani ni haki inatangulia. Amani inakuwepo haki kishatokea. Kwa hiyo vyombo vya haki viendelee kutenda haki. Lienda, tumeshuhudia yote hayo yaliyotokea. Kama taifa, nini hasa ambacho kinapaswa sasa kufanyika ili taifa letu lirejee kwenye hali yake iliyokuwa ya awali, Tanzania ile ambayo kila mmoja alitamani kufika, Tanzania tuliyoizoea? Kwa dakika chache. Jambo la kwanza, kama taifa lazima tukubali ile misingi ambayo walituachia waasisi wa taifa hili tumeiharibu. Hiyo lazima tukiri. Jambo la pili, hili jambo baya ambalo limetokea mwaka jana tarehe 29 Oktoba, tukubali kwamba limechafua taifa letu sana. Watanzania wengi kwa maelfu wamekufa. Lazima waliohusika na mambo yale wakiri walikosea, hatua zichukuliwe. Tunahitaji watu wachukuliwe hatua. Hatuzungumzii risasi za plastiki, hatuzungumzii mabomu ya machozi, hatuzungumzii maji ya kuwasha, hatuzungumzii risasi za kuwajeruhi watu miguuni ili wasiandamane. Tunazungumzia risasi za moto. Nini sasa kifanyike? Tunazungumzia ili hayo yote risasi za kuua watu rejee kwenye hali iliyokuwepo. Lazima watu wakiri, watu waliotoa oda ya kuua raia wachukuliwe hatua. Mpaka sasa chama hatupo tayari kwenda kwenye maridhiano, na sababu viongozi wanazisema. Sababu tunazo. Mojawapo, tunakwendaje kwenye maridhiano bila kukaa vikao vikubwa vya chama, vikao vinavyoongozwa na mwenyekiti wa chama taifa? Mwenyekiti yuko ndani. Hivyo vikao vitaongozwa na nani vitakavyotoa maamuzi magumu kama hayo? Kwa hiyo hatuwezi mtu akatuambia njoeni kwenye maridhiano wakati kiongozi wetu mkubwa yuko ndani kwa kesi ya uongo. Hivyo Chadema hamko tayari kwa ajili ya maridhiano. Tunaridhiana nini? Comrade Kamenge, tumekoseana wapi? Na nani alifanya nini? Unadhani maridhiano ndiyo njia sahihi ya kutatua changamoto na matatizo yaliyojitokeza katika taifa hili? Ndio njia pekee. Na maridhiano haya lazima wanaoyasema kwamba wanakwenda au hawaendi wajue msingi wake ni nini. Msingi wake ni kesho ya nchi hii. Na unadhani maridhiano yanapaswa kuwa baina ya watu gani? Maridhiano yako ya aina nyingi. Kwanza lazima maridhiano ya siasa, kwa sababu siasa ndio uongozi. Siasa ndio uongozi. Lazima vyama vya siasa na siasa kwa ujumla zikae katika hali ambayo tunasema stability, political stability. Sasa kuna wanaoomba hili jambo litokee, ambao ni sisi Chama cha Mapinduzi tumeendelea kuwasihi wenzetu, viongozi wetu wameendelea kusii kwamba iko sababu ya kuzungumza. Maanake mtu akisema kuzungumza, maanake kuna kitu kinaonekana hakiko sawa. Mazungumzo yawe baina ya nani na nani? Mazungumzo kwanza yawe kati ya vyama vya siasa. Chama cha Chadema ni mdau mkubwa kwenye haya mazungumzo. Huwezi kumtoa. Hawa wanasema watazungumzaje hali mwenyekiti wao yupo kizuizini?
Mimi siwezi kusema lolote hapo kwa sababu kweli mwenyekiti yuko kizuizini na anayo kesi na kesi iko chini ya sheria, hatuwezi kuisema hapa. Wanaojua mwisho wa kesi ni mpaka ushahidi utoke na kesi hukumiwe. Anaweza akashinda kesi. Hoja yake ya kwamba wao wataridhiana vipi, watafanya mazungumzo gani ingao yali kiongozi wao wa juu yuko gerezani. Unaona hoja yao hiyo ina msingi? Hoja yao ni ya msingi kwa sababu yule ni mwenyekiti wao. Lakini wakumbuke kwamba aliyeshtakiwa ni Tundu Lissu, si mwenyekiti wa Chadema. Hawa watu ni watu wawili tofauti. Hivyo wewe unamtofautisha Tundu Lissu na mwenyekiti wa Chadema? Kwa sababu ile ni title. Aliyeshtakiwa anaitwa Tundu Lissu. Ukweli ni kwamba ambaye alikuwa mwenyekiti wao kabla ya kushtakiwa. Kwa hiyo kwa sasa hivi na hata sasa a play part kama mwenyekiti wao kwa sababu hana uwezo wa ku play part hiyo. Hawezi kuendesha vikao amesema. Kwa hiyo maana yake makamu mwenyekiti sasa hivi anakiongoza chama chao kama mwenyekiti. Mimi hoja yangu ni kwamba lazima hawa watu wajue kwamba taifa hili lazima likae katika misingi ya maelewano. Na maelewano hayo yatatokea kwenye makundi makubwa. Ukweli ni kwamba Chadema ni kundi kubwa. Hatuwezi kuliacha nyuma tunapotaka makundi yakubaliane. Hatuwezi kuliacha nyuma. Lienda, jibu hilo. Tunaridhiana jambo lipi? Yaani mfano tunasema tunakwenda kwenye maridhiano. Mathalani tunasema tunaenda kwenye maridhiano. Tunaridhiana jambo lipi? Comrade, wanaridhiana jambo. Kutoelewana kwa sababu wao ndio wanalalamika. Wewe unaamini CCM na Chadema hawaelewani? Wanalalamika. Tunaelewana, sisi tuko hapa, hata mimi mwenyewe ni CCM. Tunaelewana na ni marafiki, tunakula, tunasali pamoja. Bado tunaishi, lakini kuna vitu kadhaa ambavyo viko vya msingi wamevisema wao. Na sio kwamba ni mara ya kwanza. Rais Samia wakati anaingia madarakani kuna vitu Chadema walivisema na alifanya. Mfano walikuwa wapewi hela zao za ruzuku, aliwapa, sasa hivi wanalo jengo zuri pale na ndio makao makuu yao. Kwa hiyo kuna vitu vilikuwa havifanyiki vikafanyika, na mpaka sasa hivi wanapewa ruzuku. Mpaka sasa wao wanapewa ruzuku kwa sababu hawatapewa ruzuku kwa sababu sasa hivi bunge hawana wabunge. Lienda ruzuku wanasema mnapata. Unajua kuna vitu ukivisikiliza ukichukia unaweza ukapata maradhi ya moyo. Na wewe hutaki kupata maradhi ya moyo. Hatutaki kupata maradhi ya moyo kwa sababu tuna kazi kubwa ya kulitafutia ukombozi ili taifa. Hivi unasema ruzuku ipo. Kwanza ruzuku chama kinachopata ruzuku kina sifa kwamba kilishiriki uchaguzi na kikapata kura asilimia kadhaa kinapata. Hiyo ruzuku wanayozungumza ni ipi? Walikuwa wanapewa ruzuku. Ruzuku imeisha kwa kutoshiriki uchaguzi. Sawa, tulikuwa tunapata ruzuku. Ruzuku ambayo kwanza tulikataa kuipokea ruzuku ile kwa sababu haikuwa ni haki yetu. Ila mliipokea. Jambo la pili ndio. Lakini mliipokea. Unajua kwa nini tuliipokea? Jambo ambalo mliamini haikuwa haki. Tuliingia kwenye maridhiano. Yaani haya maridhiano unayosema sasa hivi tulishawahi kuingiaga kwenye maridhiano. Na mkikaa kwenye maridhiano kuna give and take. Hivyo maridhiano ndiyo yalifanya mkachukua ruzuku. Ndio. Kwa sababu kabla ya maridhiano yale Chadema tulikataa kuchukua ile ruzuku. Je, hivyo huoni kwamba hata sasa hivi mkifanya maridhiano pengine mtafikia hatua nzuri ya kisiasa kama mlivyofikia wakati ule? Tunafanya maridhiano ya jambo lipi? Wakati ule mlifanya maridhiano ya jambo gani? Kuna vitu kadhaa vilipaswa tukae tuzungumze. Na mlivizungumza. Havikutekelezwa hata kitu kimoja. Na ndio tukatoka na uamuzi wa no reforms, no election. Jambo kubwa lilikuwa ni kufanya mabadiliko ya sheria za uchaguzi ili chaguzi ziwe za huru, za haki, zenye uwazi. Comrade. Na sisi labda nimalizie hapo. Na sisi hawezi wakasema kwamba Chadema fikeni kwenye maridhiano kuna madai yenu. Sisi madai yetu yapo. No reforms, no election. Tunahitaji haki. Tunahitaji aliyeshinda atangazwe. Tulisema uchaguzi usifanyike kabla ya reforms hizi. Sasa mimi nadhani kinachotakiwa ni watu watekeleze wajibu wao.
Na Comrade anasema aliyeshtakiwa ni Tundu Lissu, sio mwenyekiti wa Chadema kama alivyosema Kamenge. Unasemaje katika hilo? Sasa Tundu Lissu ni nani? Si mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Wewe unapomshtaki Tundu Lissu alafu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo ni nani? Kwamba yuko uraiani alafu Tundu Lissu ndio yuko ndani. Si ni mtu huyo. Ukimshtaki Tundu Lissu kwa taito yake mpaka sasa, yeye ni mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Kuwa mwenyekiti wa chama hakukuondolei kuwa mwananchi katika taifa lako. Bado unazo haki na wajibu kama mwananchi, na ukishakuwa mwenyekiti, hiyo ni title unakuwa nayo ya muda mfupi. Kwa hiyo ukiwa mwenyekiti au ukiwa mwanasiasa wa chama cha upinzani, haijalishi, haimaanishi kwamba wewe uko above the law au hauwezi kuchukuliwa hatua kwa sababu tu unayo title hiyo. Hapana. Ndio maana nikasema yeye ana wajibu kama raia. Wajibu wa kwanza kama raia. Na nafikiri kwenye kesi yake ameshtakiwa kama raia. Na vifungu vinavyosikilizwa kama raia wa nchi hii. Lakini ukweli ni kwamba ni raia ambaye pia alikuwa na cheo. Kwa hiyo kwa sasa hivi hiyo cheo umekiondoa. Kwa sasa hivi hicho cheo hawajamshtaki kwamba tunashtaki mwenyekiti wa chama. Wamemshtaki kama mtu ambaye ni raia. Mambo aliyoshtakiwa nayo unayajua? Mambo aliyoshtakiwa nayo siyajui na sitaki kuyafuatilia kwa sababu mimi si mwanasheria. Unasemaje kitu usichokijua, Comrade? Unaelezaje kitu usichokijua? Najua kwamba mshtakiwa Tundu Lissu, najua. Lakini sio, na hata gazeti la leo na la kesho nitalisoma, nitaona ushahidi wa pingapi aliyoutoa. Na mimi naamini mahakama zetu ni huru. Ninaamini kama kweli huyu mwanasiasa mwenzetu akutenda kosa, hawa majaji tunaowaamini watampa haki, tutarudi kuwa naye majukwaani kubishana kwa hoja. Comrade Kamanda, funga tafadhali. Nashukuru kwanza kwa kunipa nafasi kuja kwenye kipindi chako, ila leo ile VAR sijaiona. Mheshimiwa Odemba. Maana umekuwa maarufu sana na VAR. Kwa hiyo leo wakati VAR niliyekuwekea nimekuwekea. Kwa hiyo leo umeletea VAR ambayo ni live kabisa, sio screen. Nimekuletea VAR live na amekueleza aliyeshtakiwa ni Tundu Lissu, sio mwenyekiti wa chama. Ngoja ikae hivyo kama alivyokaa, lakini watazamaji ni wafahamu, wanaelewa nini ambacho kinaendelea. Kwa hiyo ukiachilia mbali kukushukuru kwa kunialika, la pili, rai yako ni nini tunapotamatisha? Rai yangu kubwa kabisa, kesi ya Tundu Lissu ifutwe. Haina maslahi na jamhuri kabisa, ni kesi ya kisiasa, haina maslahi na watu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kesi ile inaligawa taifa, inaligawa kabisa. Kuna watu wanaona kabisa Tundu Lissu anaonewa. DPP afuatilie ushahidi unaotolewa mahakamani, alafu akae na Mungu wake aliye kama kweli ile kesi, ule ushahidi ni kweli utamtia hatiani Tundu Lissu na kweli ile kesi ina maslahi na jamhuri. DPP Kingai akaye azungumze na Mungu wake kabisa. Comrade Kamenge, kuna wakati uliwahi kusema kuhusiana na hili inayomkabili Tundu Lissu. Niliwahi kusema ukirai kwamba achiliwe huru, aendelee na shughuli zake. Leo unasemaje? Niliwahi kusema wakati kesi ilikuwa kesi pia zina steps. Ilikuwa kwenye ngazi ambayo anaisema huyu bwana, ambayo ilikuwa ni ya kuchakata na kuangalia kama kesi na maslahi. Sasa hivi unasemaje? Kwa namna ambavyo vyombo vimeamua kuendelea kuipeleka mbele, inawezekana wameona kuna maslahi ya umma humo ndani ya kesi hiyo, ndio maana wameendelea. Mimi mwanzoni nilishauri hapa, ilikuwa mapema sana, nikasema ningependelea na ningekuwa ni mimi, ningeona kesi yake ifutwe kwa maslahi ya kustabilize siasa zetu. Lakini vyombo wao wana macho marefu, wana mikono mirefu, wana ushahidi, wameona iende mpaka kwenye ruling. Nafikiri siku sio nyingi tutaona ruling. Nina imani bado kwamba kama hakutenda kosa kwa ushahidi unaotolewa, bado atapewa haki yake. Taifa hili limekuwa taifa la haki muda mrefu sana.
Na hata sasa ni na taifa hata la sasa haki. ni taifa la haki. Tunaamini kama ndugu Tundu Lissu akutenda kosa atapewa haki yake, atarudi katika kuendesha chama chake mwaka 2030 tutakutana kwenye uchaguzi kikiwa imara kama ambavyo tumekizoea. Rai yako ni nini? Rai yangu mimi kwamba sisi vijana kwanza, mimi sio mpenzi sana wa kusema siasa. Leo kidogo kwa sababu umenikutanisha na mtu wa siasa, imebidi kidogo niseme na siasa. Mimi napenda sana kusema mustakabali wa uchumi. Ngali ni kweli kabisa uchumi hauwezi kufanya vizuri kama siasa iko vibaya. Huo ni ukweli usiopingika. Kwa hiyo ni rai yangu kwa Watanzania wanaohusika na jambo hili. Kwanza waiache tume iliyoundwa ilete majibu na ikileta majibu, basi kwa busara zake huyu rais wetu tuliye naye atengeneze namna gani bora ya kuweza kukutanisha makundi muhimu, ya kuweza kuridhiana kweli. Watu yaone maridhiano, wayaone kwa kuyaona kweli kwamba haya yatatufikisha sehemu tunataka. Chadema wakubali, ACT wakubali, dini na kabila zote zikubali kwamba tuna haja ya kujenga upya mustakabali wa mama Tanzania. Nakushukuru sana Comrade Evans Kamenge. Tafadhali peaneni mikono ya heri. Ndio. Asante sana. Asante sana. Imekuwa heri sana Comrade. Imekuwa heri sana kuwa na wewe bwana. Nakushukuru sana, nawashukuru sana Comrade kwa Kamenge, na kutakia kila la heri katika majukumu yako. Asante sana. Kaka yangu Lienda, na kutakia kila la heri. Nashukuru. Asante sana mtazamaji, mpaka hapa tumefika tamati katika mazungumzo haya ambayo tulikuwa tunayafanya na moja kati ya vijana machachari kabisa hapa nyumbani katika ulingo wa siasa. Tulikuwa naye Comrade Evans Kamenge. Evans Kamenge huyu ni moja kati ya uchanganuzi mahiri kabisa wa masuala mbalimbali za uchumi na siasa hapa nyumbani. Vile vile Kamenge ni kada wa Chama cha Mapinduzi na amewahi kuwania nafasi ya ubunge katika nyakati kadhaa hapo nyuma. Vile vile tulikuwa naye Lienda Geva Lienda ambaye ni mkuu wa idara ya habari wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Tumepata fursa kuweza kuzungumza nao hapa, na kila moja kwa nafasi yake ametoa maoni yake ya namna ambavyo Tanzania inavyotakiwa iwe. Mie niliyekuwa mwongozaji wa mjadala huu ni Chief Odemba. Itoshe kusema kweli sasa na wakati mwema.